Wamasai wanapocheza ngoma yao ya kitamaduni inayoitwa Eunoto au Adumu, hali ya kupandisha moli ambayo kwa Kimasai inajulikana kama Oroipi au Emuonano, ni kitu cha kawaida na chenye maana kubwa sana kiutamaduni na kisaikolojia. Kwa nini Wamasai wanapandisha moli? Kupandisha moli hali ya mwili kutetemeka, kupiga kelele na kuingia kwenye tahayuri, tresi, hutokea zaidi kwa morani, vijana wa kiume mashujaa. Hali hii husababishwa na msisimko wa juu, mseto wa nyimbo za pamoja, sauti nzito za koo chatting, na ushindani wa kuruka juu sana hewani kupandisha adrenaline mwilini. Ni alama ya ushujaa. Kuonyesha hisia hizi hadharani huonekana kama ishara ya nguvu, ushupavu na uhusiano mkubwa wa tamaduni zao. Mguso wa kiroho. Wenyewe huamini kuwa ni roho ya kishujaa au baraka kutoka kwa Mungu wao Enkai inayowaingia wakati wa matukio muhimu ya kijamii kama hili unaloliona. Ngoma hizi uchezwa kipindi gani haswa? Ni swali ambalo unaweza kujiuliza. Ngoma za Wamasai hazichezwi tu wakati wowote kama burudani ya kawaida. Mara nyingi huambatana na sherehe za mabadiliko ya hatua za kimaisha, rites of passage. Vipindi vikuu ni sherehe ya Eunoto, kipindi muhimu zaidi kwa kabila hili. Hiki ndicho kipindi kikuu ambacho moli hupanda kwa wingi sana. Hii ni sherehe kubwa inayofanyika baada ya miaka kadhaa, mara nyingi miaka 10 hadi 15, ambapo morani wanahitimu na kuwa wazee wa boma, elders. Katika sherehe hii, nywele zao ndefu zilizopakwa udongo mwekundu, oraria, ni kipindi cha hisia kali sana kwa sababu vijana wanaacha maisha ya ushujaa wa porini na kuingia kwenye majukumu ya kifamilia. Sherehe ya Emanyata, kuanzishwa kwa kambi ya morani, hufanyika wakati vijana waliotahiliwa wanapokusanyika pamoja kuunda kundi jipya la mashujaa, Morans. Hawa kuna ngoma kubwa za kuwapa nguvu na ujasiri. 3. Sherehe za harusi, Enkamputi. Wakati wa kuoa, morani wenzao huja kumsindikiza bwana harusi na kumpokea bibi harusi. Hapo ngoma za kuruka, Adumu, uchezwa kwa nguvu kuonyesha nguvu na uwezo wa kiume mbele ya wasichana. Baada ya ushindi au matukio makubwa, zamani walikuwa wakicheza ngoma hizi baada ya kurudi kutoka kuwinda simba, Oramiyo, kuonyesha ushujaa au wanapofurahia mvua kubwa baada ya ukame mrefu. Nihitimishe kwa kusema, kupandisha moli ni kielelezo cha hisia za ndani kabisa za kishujaa, na ngoma hizi uchezwa hasa wakati wa sherehe za kimila za kuvuka hatua moja ya maisha kwenda nyingine, hasa Eunoto na harusi. Hii ni Unyakisani Empire Village Production. Msimulizi na mwandaaji wa makala hii ni mimi, Wallet Mwaipopo. Endelea kusubscribe, kulike na kushare habari zote nzuri kupitia ukurasa wetu huu, ambapo unakuleta mtazamaji katika eneo husika kupitia hisia za moja kwa moja na simu yako ya kiganjani.